Oktoba 24, Ijumaa, mwaka wa 2025. Baptizan kamili ambayo haidanganyiki, jibu la 100%. Matendo 1:8. Lakini mtapokea nguvu, akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Injili ni ukweli kwamba Yesu ndiye Kristo. Injili hii inakujia kama baptizan ya kiti cha enzi, inakuongoza kwenye safari ya kiti cha enzi na kuweka miongozo njiani. Hili lazima likaririwe. Unapofurahia baraka hizi sasa, maisha yako ya baadaye huwa wazi. Kilichobaki ni uinjilisti wa ulimwengu. Kristo amekupa baptizan 7. Unaposhikilia hili masaa 24 kwa siku, inakuwa chapa yako. Hapo ndipo uwezo wako kamili wa 100% unadhihirika. Roho Mtakatifu anakuongoza kabisa na jukwaa huanza kuundwa. Unapoendelea na safari 7 zinazowaokoa wengine, unaposhikilia Injili na maombi ya masaa 25 ndani ya masaa 24, mambo ambayo yalitiwa chapa ndani yako yatakuwa na mizizi. Ni katika hatua hii shamba lako linakuwa 100%. Kisha Roho Mtakatifu anaanzishwa na mnara wa mlinzi unainuliwa. Kuanzia wakati huu na kuendelea, kanisa na kazi yako itaanza kuhuishwa. Hii ndiyo miongozo 7 na ni ya milele. Ni kwa wakati huu yote haya yanakuwa asili yako na udhihirisho wa mfumo 100%. Unaweza kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu kabisa. Hatimaye antena inayookoa ulimwengu inainuliwa. 1. Mimi mwenyewe. Jibu la 100% lazima lije kwako kwanza. Unapoomba maombi ambayo huleta jibu la 100% kwako asubuhi, adhuhuri na usiku, kuhariri, kupanga na kubuni hufanyika. Hapo ndipo matatizo, migogoro na mizozo yote hugeuka kuwa njia za baraka. 2. Kazi. 100% katika kazi yako ni juu ya kugundua utaalamu 100%, hisia 100% ya shamba na mfumo wa 100.103. Misheni. Paulo alipokea mwongozo wa Roho Mtakatifu kikamilifu katika shamba la uinjilisti na umisheni. Wakati haikuwa wazi, alikaa macho hadi akapata hatua ya kugeuza. Pia alimakinika kupokea nguvu na maandalizi ya chumba cha juu cha Mark. Katika kila shamba la misheni aliangazia kile kilichokuwa muhimu zaidi. Aidha, aligundua mifumo kamilifu katika mchakato huo. Huu ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Kuanzia sasa na kuendelea, nguvu kutoka juu itakuja juu yako. Mara nguvu ya enzi itakapokuja juu yako na mataifa 237 na makabila 5,000 yameunganishwa, Mungu anakupa jibu lisilo na kifani. Mungu hakuwa na chaguo ila kumtumia Paulo ambaye alielewa ukweli huu. Ombi la agano. Mungu Baba, naomba baptizan inayookoa Ulaya. Kazi yangu iinuliwe, safari inayookoa Ulaya. Kanisa langu na liwe mwongozo unaookoa Ulaya. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.